Ahlan wa sahlan wa mahlan bikum. Leo ni tarehe 27 mwaka 2026, mwezi ukiwa ni wa 4. Amani iwe juu yako wewe mtazamaji wa Wisport TV. Karibu. Leo tupo na Abdul Karim na bado tunaendelea kuyaangazia mengi ambayo yanajili katika suala hili la kisiasa ya kidunia, geopolitics kwa ujumla. Tumekuwa tukizungumza mengi ambayo yanaendelea pale Mashariki ya Kati, na hii leo tupo kuangazia moja kati ya tukio ambalo limezua taharuki na hisia tofauti tangu Jumamosi ya tarehe 25, kwa lile tukio ambalo tulishuhudia kwa video ambazo zimekuwepo mitandaoni na taarifa mbalimbali juu ya risasi zilizofyatuliwa wakati wa mlo wa pamoja wa jioni baina ya Rais Donald Trump na wanahabari ambao walikuwa wamejitokeza katika moja ya eneo ambao walikutana. Abdul Karim, kwanza nijue hali yako. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Uko vizuri kiongozi wangu? Niko vizuri, nashukuru Mungu. Salama bin Salmin. Salama bin Salmin. Mara nyingine tena watatuia radhi watazamaji kama sauti haitakuwa inasikika vizuri kutokana na eneo ambalo tulilopo, lakini tumelitazama tukio kutokana na video ambazo tumeziona mtandaoni. Zinazua maswali mengi, zinaibua hisia tofauti. Kwa muktadha wa video ambazo tumezitazama, wapo ambao wanazungumza suala lile kuona kwamba ni kama jambo la kutengeneza, lakini ukweli wa jambo kwa wewe jinsi ulivyolitazama, umelitazama katika namna gani? Kunaweza kukawa kuna uhalisia wa kile ambacho tulikishuhudia na jambo linalozungumzwa? Naam, mambo haya sio mara ya kwanza kutokea, imewahi kutokea hapo siku za nyuma, ambalo jambo hilo lilihusianishwa na tukio la Ronald Reagan kama miaka 45 iliyopita. Nasema tukio hilo lilifanyika maeneo yale yale, lakini sasa tofauti iliyopo kwa sasa ni kwamba namna tunavyoangazia matukio kama haya ya Trump kuwa hatarini, yaani kwa leo hii sio jambo jipya, maana watu tayari tushazoea. Kipindi cha kampeni zilizopita zile, kabla ya kurudi tena katika awamu ya pili, ilifanyika shambulizi katika mkutano wakati anazungumza, jaribio ambalo tuliona wote kwamba lilimkosa likampata kwenye sikio. Lakini baada ya pale, kwa wale waliofuatilia zaidi, mimi nilikuwa nikiwaambia watu sote, Trump anashinda huu uchaguzi. Wengine wakisema Kamala Harris atashinda, yule ni CIA, yule ni hivi na hivi. Nikasema hapana, historia inatuonesha Trump lazima arudi. Lakini kwa nini Trump anarudi? Anarudi kwa sababu ya kuja kuishughulikia Iran. Kwa sababu tukiangalia, Iran ilikuwa katika hesabu za magharibi, Iran ilikuwa ni katika target yao kuja kuhakikisha anaidhoofisha Iran. Ingawa imechelewa, walitaka idhoofishe siku nyingi sana, lakini imechelewa kutokana na hesabu hazikwenda sawa. Sasa kwa kusoma zile alama za nyakati, niliona vizuri kabisa bila chenga yoyote kwamba Trump anaenda kushinda, anarudi. Na hata kipindi kile 2020 ameshindwa na Joe Biden, na yeye akalalamika kwamba mfanywa uhuni. Tulijua kabisa, kwa na ndugu yangu mmoja alikuwa anawasiliana naye, akaniambia kama utani atarudi. Nikamwambia kweli ile atarudi. Kweli alirudi 2025 mwaka jana Januari. Sasa katika namna hilo, lile shambulizi la kwanza, Netanyahu alimwambia hao ni Wairani wanakutafuta. Kwa maana ameandaa mazingira fulani kwamba Wairani wanajua mikiki ile ipeleka awamu yako ya kwanza kama jaribio la kutaka kumua, ulivyo shambulizi la kumua Qasim Soleimani 2020. Ndio katika mambo ambayo alifanya kubwa sana Trump katika utawala wake. Jaribio kubwa ni lile tu la Qasim Soleimani. Hakuwa na maajabu mengi. Ila mwaka huu safari alipokuja ndo kafanya mengi ya rafu, kacheza rafu zaidi. Sasa katika namna ile, Wairani tayari walishajiandaa kwa hali, tunasema hari ya joto, yani joto kali walilolipata la kisiasa na kiuchumi na mashambulizi ya matamko kutoka kwa Donald Trump wa awamu ya kwanza. Walishapata saikolojia kujua ni namna gani tunaenda kuamiliana na huyu mtu. Ni mtu wa namna gani anayekuja sasa hivi na atakuwa ana reaction za namna gani. Kwa walikuwa washajiandaa. Kwa hiyo katika ile, Netanyahu pia ametumia kama fursa. Anajua Irani kwamba wanajiandaa kwa ujio wa Trump kwamba kutakuwa kuna mikiki inaenda kutokea. Kwa hiyo sasa yeye
akadokezea pale akasema ni wa Irani hao. Yaani shambulizi ile jaribio la kumkosa na kumpata kwenye sikio, nasema huyo hao ni wa Irani. Lakini kiuhalisia kabisa wa Irani wao wanasema hawajahusika. Hata ile la leo hili la jana la Jumamosi ile, wa Irani wao pia wanasema hawana uhusiano wote na shambulizi kama hilo. Kwa pengine ni mazingira pia yanakuwepo ya kutengeneza kwa ajili ya watu kusukuma ajenda zao, kwamba tuna lengo fulani, tuna mission fulani. Kwa hiyo ili uweze kumpiga mbwa lazima umpe jina baya na uandae mpango ambaye mission, ukiona hii mission ikikamilika unatafuta sasa tunampa nani lawama. Lawama hizi tunampa fulani. Kama vile vita ya pili ya dunia, haikuweza kutokea vita ya pili ya dunia mpaka alipouawa Franz Duke Ferdinand yule wa Austria-Hungary. Akauawa, akapigwa hivyo shambulizi lile, lawama akatupia Mrusi. Kwa hizi dalili ni kwamba Iran inatafutiwa sababu nyingine tena za kuonekana kwamba inataka kumshambulia Rais Donald Trump. Hiyo sina shaka kabisa, hilo jambo lipo. Sababu kama hizo zinatafutwa, lakini sasa na yeye mwenyewe Trump amesema wazi, kwa sababu Trump ni mtu ambaye ni rais wa mitandao ya kijamii. Ni kuliko marais wote, kwa siku ana tweet, ana posti kila saa. Kwa hiyo maana yake kila saa tunapokea taarifa yake iko vizuri ya habari. Iko vizuri. Akasema tumejiandaa. Wa Irani wakifanya jambo lolote, nimeacha maagizo kwamba wateremshiwe kiama, yani Irani ipigwe kipigo cha mbwa mwizi. Maneno mengine anazungumza ya Kiswahili tu, unajiongeza mwenyewe. Ila unajua maana alichosema kwamba Irani ipigwe kipigo kizito. Kama endapo ikitokea jambo lolote la kunipata mimi. Kwa maana tayari ameacha maagizo. Sasa hii ni taharuki ambayo tayari imeshatengenezwa kwamba ikitokea atakayehusishwa kwanza ni nani? Atakayehusishwa ni yeye. Lakini watu wengine walihoji wakaenda mbali zaidi, ikiwemo ni CIA mstaafu kama Larry Johnson akiwa anahojiwa na George. Anasema kwamba George wa UK akanamwambia yeye katika maono yake, akasema inatia mashaka kidogo kuona kwamba mtu wa kwanza kutolewa anakuwa ni makamu wa rais. Na wakati kisheria rais ndo kila kitu kwanza katika usalama wa nchi, analindwa kwanza kiongozi mkuu wa nchi. Huyo ndo mbeba maono. Kwa ulinzi wenu wa kwanza kuhakikisha kwanza rais kwanza yuko salama, afu wengine ndo baadaye. Na wasiwasi ndo watu unakuja hapo kama ambavyo unazungumza, wasiwasi wa watu ndo unakuja hapo. Kwa nini awe makamu wa rais kuanza kutolewa na sio rais wa nchi? Sasa hii ndo zile sintofahamu ambazo tunaziweka kwamba pengine ni mtu ambaye tayari ameandaliwa. Kama lolote likitokea hatujui wala sisi tujihusishi na mambo hayo. Lakini likitokea lolote, manake pengine JD Vance ameandaliwa kuwa kaimu, kuwa ni mtu atakayekuja. Kama vile unavyoona awamu ya kwanza Mike Pence alikuwa ni makamu wa rais wa kipindi cha awamu ya kwanza, na sijui kama hiyo itakuwa samani kumradhi, naona kama kuna hali ya upepo. Tuko sawa, hakuna shida. Sasa kama imeandaliwa katika namna hiyo kwamba Trump endapo akitokea lazima tunamreplace na mtu ambaye atakuwa ni the right person. Kwa pia JD Vance pia ni sehemu ya watu wao na ni sehemu ya mtu ambaye anatakiwa kulindwa. Hawaangalii protocol kwamba rais, bali wanaangalia protocol kwamba ni nani tunatakiwa tumlinde kwa ajili ya kuisukuma agenda isonge mbele. Okay. Kwa hiyo hili jambo lipo tunalitarajia, lakini hatuliombei kwa kuwa linaweza kuleta taswira nyingine mbaya zaidi. Tukitoka Marekani tunasafiri mpaka kule Pakistani, mji wa Islamabad. Duru la pili la mazungumzo tumelijadili sana, licha ya kuwa mpaka hivi sasa halijafikia wawili hao kukaa mezani, lakini Abbas Araghchi alikuwa kule Pakistan, Islamabad. Tukaamini kwamba sasa ni mazungumzo mengine yatakwenda kufanyika, lakini mpaka sasa jambo hilo halijafanyika. Ni nini hasa ambacho tunajiuliza? Waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran Abbas Araghchi amekwenda kukifuata kule Islamabad. Kwa taarifa zinazosemwa na baadhi ya maafisa wa Pakistan, wanasema Abbas Araghchi hakwenda kwa ajili ya mazungumzo ya uso kwa uso na Marekani, bali ilikuwa ni sehemu ya yeye kupeleka kusukuma baadhi ya maombi au maoni ya Wanairani, kwa maana wao ndo wabeba maono kuhusiana na hali hii ya kuenda kusitisha war of aggression, hii hali ya vita ambavyo ni vita visivyozingatia sheria, kwenda kutafuta namna ya kuvuka hili jambo.
na kuna baadhi ya mambo pia yanahusiana na mambo ya Hormuz, hatima ya Hormuz iweje. Wasema kuna baadhi ya mambo waliyapeleka pale kwenda kwa ni sehemu ya kuchagiza kwamba isionekane kwamba Iran yeye anataka vita tu, bali Iran anataka amani. Lakini pia Iran ukienda kivita pia uko tayari kivita. Alizungumza tuliwahi kutoa haya kwamba yule balozi wa Iran kule Umoja wa Mataifa Amir Said Iravani alisema Iran inataka mazungumzo, kwa maana kwa sharti kwamba tutarudi kwenye duru ya pili mazungumzo kama Marekani atatoka kwenye kizuizi cha majini pale chini ya Hormuz kwenye eneo la kimataifa. Tutaweza akitoka pale tutaweza kukaa mezani, lakini kama atakuja kivita pia tuko tayari kivita. Kwa maana yake wao shilingi yote hii, yani katika ile shilingi wanaoicheza hii, sura zote mbili wao wamejiandaa katika hilo. Asema lakini hatukaribishi vita, maana yake hatuchochei zaidi vita, maana yake tunataka zaidi ni mazungumzo. Ila katika Uislamu pia huwa kuna vitu vinawafundisha pia na wao wanavijua, na kuna kitabu kimoja ambacho kimeuza kuliko vyote sasa hivi, inaitwa the best seller Marekani, kutoka kwa mujibu wa New Washington Post ya New York Times. Pia wanasema kwamba yani kitabu cha Abbas Araghchi, huyu ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Iran, kuna kitabu ameandika Negotiation, the Power of Diplomacy, mazungumzo na nguvu ya diplomasia. Yani mazungumzo ndio kila kitu. Amekuwa ni mtu wa kuchagiza kwamba siasa za ubabe za utemi hazijengi dunia yoyote wala hazijengi nchi yoyote. Yani ukiamini juu ya nguvu, zile nguvu ipo siku zitakwama tu. Kwa siasa, mazungumzo ndio siasa safi. Kwa hiyo na kile kitabu watu wengi wanakielewa, wanakinunua, kila mtu anaweza akafanya jitihada ya kukipata kwa sababu kujifunza mengi. Ni kweli. Sample leo kuandika kitabu the Art of the Deal, ya namna kuingia deal mbalimbali, lakini ameandika kitabu kimeuza sana. Kwa kile kitabu kinaelezea namna ya mazungumzo vipi yanaweza kufanyika. Kwa kuwa ni mwanadiplomasia mzuri, yani bila shaka kete wanaoicheza Irani wanampeleka mtu sahihi ambaye anajua namna kuweza kuzungumza na wa magharibi na namna ya kubeba maono ya Wanairani, nini wanakitaka wa Irani na nini tunachotaka kuambia nyinyi, ili tusije tukaingia katika mgongano, tufike katika mazungumzo stahiki. Tuna yetu ambayo nyinyi hamyataki, na sisi yani tuna yetu ambayo nyinyi hamyataki, na nyinyi mna yenu ambayo sisi hatuyataki, lakini tunaweza walau tukafika katika engo moja, tukakubaliana katika baadhi ya maeneo, siku zikaenda. Sasa kazi kubwa naiona kama yuko nayo Pakistan, kwa sababu amesimama katika eneo la usuluhishi, ndio anayoyapokea mataifa haya yote mawili. Unadhani ana jukumu kubwa kwa kiasi gani kuhakikisha suala hili linapata mwafaka? Pakistani amejikuta yuko katika kipindi ambacho kwanza ni msuluhishi sahihi katika namna moja, kwa sababu hana baya na huyu wala hana baya na huyu, yani yuko neutral. Ingawa Pakistani pia kwao ni tishio, kwa maana Pakistani hana mahusiano mazuri na Israel. Changamoto kubwa alionayo kwanza ni taifa la Kiislamu, kwa maana sio dola ya Kiislamu, ni taifa la Kiislamu kwa maana lina Waislamu wengi. Muslim majority wa Pakistani ni Waislamu, na ukiangalia Pakistani inamiliki nyuklia, na Pakistani haina mahusiano mazuri ya kidiplomasia na Israel, kama hata balozi hakuna. Kwa hiyo pengine kwa Israeli anaona lile tayari ni tishio, taifa ambalo la nyuklia na halijaweka diplomasia yake safi na Israel, alafu pia lina Waislamu wengi. Hilo pia ni tishio kwa siasa ya Israel na kwa ajenda Israel kuwa taifa la Mashariki ya Kati pale likijikunjua maeneo mbalimbali. Kwa hiyo Irani pia katika namna moja pia wanamzoom, ni msuluhishi, kwa maana sasa hivi, kwa maana Pakistani ana mahusiano na Marekani, lakini kwa maana ya Israel inakuwa ni tofauti. Sasa ni msuluhishi ambaye pia yeye mwenyewe asijisahau, akajiona kwamba ni msuluhishi sahihi na ni msuluhishi ambaye yuko salama. Kwa katika hali kama hiyo, Pakistani anaweza akacheza mchezo kwa kuwa ni sehemu ya kwenda kusitisha haya kufanya masitisho ya mapigano haya ya wiki mbili ambayo imekwisha, na zikaongeza siku ambazo hazina muda baada ya Trump kusema Pakistani amecheza nafasi yake. Lakini sasa baada ya kufanya vile, kinachotarajiwa ni kwamba hapa zaidi ni kombe la dunia tu, hakuna kingine alichokifanya. Ni kwa sababu ya kombe la dunia ndio imebidi hayo mambo yafanyike.
watu wakapishe jambo lao lifanyike, ndio baada ya hapo hatujui sura itaenda kubadilika vipi. Je, yale mazungumzo yaliyozungumzwa yatatekelezeka? Kwa sababu mimi nilikuwa na taarifa, nadhani niliipitia, ngoja kumradhi kama utaniruhusu kuisoma. Sawa, hamna shida. Miongoni mwa Iran negotiations, katika mazungumzo waliodai Irani ni kwamba Iran will only negotiate, kwamba Irani watakubaliana katika mambo fulani, terms to end the war. Kwa kuna makubaliano kwamba vita vitasitishwa, hakutakuwa na vita, si ndio? Control over Strait of Hormuz, kwamba sisi ndio tutakuwa tuna mamlaka ya Hormuz ya kudhibiti mlango bahari huo. Marekani hapo maanake hatakuwa na mamlaka pale, lakini war reparations, fidia ya vita ya maafa yaliyotokea watalipwa, lakini kuna sanctions relief and lifting the naval blockade, kuondolewa vikwazo vya uchumi na kuondoa yani Irani aondolewe vikwazo vya uchumi na kuondolewe kizuizi cha baharini, yani Marekani atoke Hormuz pale kule kwa chini. Kwa hiyo hayo baadhi ya mambo. Wasemaje? Nuclear issues could be discussed. Masuala kuhusiana na nuclear yanaweza yakazungumzika kwa muda ujao, kwa muda mwingine, katika dili jingine, tukafanya dili jipya kwa ajili ya mazungumzo ya nini ya nuclear. Lakini akasema Islamabad talks will no longer include the nuclear program. Kwa maana yake tutakapozungumza, yani kwamba watakapoenda pale Islamabad, usiwe na agenda ya nuclear program ya Irani. Tutazungumza mambo mengine ambayo tumeainisha hapo juu, lakini kama kutakuwa inahitajika mazungumzo kuhusiana na nuclear ya Irani, tutazungumza katika nyakati nyingine, lakini sio katika kikao cha nini cha Pakistani Islamabad. Kwa tutaandaa mkutano mwingine wa kuzungumza juu ya hatima ya nuclear ya Irani. Kwa nadhani ndio waliojiri baada ya Abbas Araghchi kwenda, hasa wakitaka kuhakikishiwa yani usalama wa moja kwa moja. Kwa mimi naona haya yote yanaenda, lakini tunarudi kule pia, tusahau kuna kombe la dunia. Hatujui sasa Mungu atunusuru baada hapo kupita hili jambo, sababu unavyoambia kombe la dunia ni jambo ambalo limeandaliwa, ni jambo la kidunia. Kwa hiyo sio kama mtu tu ameandaa tu karamu ya nyumbani au ile karamu ya Trump ile ni watu wachache. Hii ni karamu ambayo tumejiandalia dunia nzima. Sasa kwa maana baada ya hapo sasa tunatarajia pengine, sijui ni sura gani itaenda kuchukua baada ya hili jambo kupita. Kwa hiyo kwa tafsiri rahisi ni kwamba vita inaweza ikasitishwa ili kutengeneza ule utayari na umakini wa ufuatiliaji wa michuano ya kombe la dunia. Mara baada ya hapo kombe kumalizika, ndo hatujui nini kinaweza kikatokea. Inaweza kutokea kwa sababu yani swala la Hormuz na swala la vita dhidi ya Irani ndo katika habari ambayo imehit duniani katika kipindi hiki. Ukizunguka kwenye video vyote, ukizungumza baina mazungumzo watu wote, ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii, habari inayofuatiliwa zaidi ni habari ya kule Hormuz ya Iran. Ukiangalia inatugusa katika mfumuko wa bei za mafuta. Kwa kila mtu anapata shauku ya kutaka kujua nini kinaendelea. Yaani hata mtu wa hali ya chini anajiuliza kwani kuna nini? Sababu ya mafuta kupanda, kwa nini bidhaa zinapanda bei? Lazima atajua. Kwa hiyo haya yanasababishwa na nini? Yanachagizwa na kitu gani? Kwa hiyo imewaamsha watu wengi kufuatilia mzozo ule unaoendelea. Sasa ile ikiwa kuna kombe la dunia, umezungumza vizuri. Ikiwa kuna kombe la dunia, attention ya watu, focus ya watu, yani maono ya watu na hisia za watu zitakuwa ni mawimbi ambayo hayaendani. Watu watakuwa wapati burudani. Kwa kile wanachotarajia kukitengeneza kama sehemu ya mapato kinaweza kikapungua. Sababu hata na maana basi hapo wakajaribu kupooza hivi ili attention ya watu hiyo kule. Baada hapo sasa mambo mengine pengine yataendelea, ndio tutaangalia katika siku zinazokuja, lakini haswa hiyo ni siasa moja ambayo imetumika kwa wakati huu kwa sababu ya hili jambo. Sawa.